Kwa hiyo itakuwa ni testimony ya kujua kwamba kwa nini namtania hivi, lakini Mungu alichokifanya amefanya kikubwa sana ambacho utakapo. Mimi nilichojifunza hii mahusiano, tumalize Joy, kitu kimoja jamani, tujifunze kwa Ibrahimu mwenzetu alivyokuwa na mahusiano mazuri. Mungu akamuita rafiki yangu. Si uliona alimuondolea ndugu yake hata bila kuomba. Maana Ibrahimu alijaribu kumuombea Lutu kwa siri siri. Wakiwa 50, wakiwa 10, wakiwa 7 alafu amna hata 5, lakini Mungu akajua huyu kwa vile tu hataki kusema, kwa vile rafiki yangu, ngoja ni muokoe ndugu yake. Unaona, yaani kuna favor unazipata kwa sababu ni rafiki wa Mungu. Exactly. Hey, let's be friends of God. Exactly. Yaani kuna I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me a friend. Kwa jamani, hebu na sisi tujitahidi Mungu atuite sisi rafiki zake, kwa sababu you will feel it. Mimi kuna vitu sometimes ananifanyiaga, afu tena unaona wanadamu tulivyo, nageukaga narudi nasema, naanza kulia tena, niko Mungu kwa kweli sikustahili, ila umenifanyia, ni kwa neema tu. Afu baadaye nastuka tena, labda leo nilikuwa niko vizuri, ndio maana hiki kimeenda faster. Kwa hiyo pale bado inaonyesha kwamba tunaweza tukawa tuna mahusiano na Mungu, lakini sisi wenyewe ndio tunakuwa tunaingiziwa hofu na shetani, tunajidoubt. Na usipojua uhusiano ulionao na mtu, hauta act vizuri. I'm telling you. Pale ambapo utatakiwa kuongea utakaa kimya, kwamba nisije nikaongea nikamkwaza. Pale ambapo utatakiwa unyamaze ndio utaongea. Mungu atusaidie tuwe na mahusiano naye, na kuwa na mahusiano na Mungu ni muhimu na faida zaidi ni kwetu. Amina. Basi wapenda, tunawapenda.